ya Alhamisi Kuu, na katika siku ya leo Yesu amesimika sakramenti ya upadre, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na amri ya mapendo. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Kutoka, tumesikia juu ya sikukuu ya Pasaka kwa Wayahudi, ambayo ilikuwa ni ukumbusho wa kukombolewa kwao kutoka katika utumwa kule Misri. Maisha ya Wayahudi, wana wa Israeli, yalikuwa ni magumu kiasi kwamba Mwenyezi Mungu hakupenda taifa teule wateseke. Hivyo Mwenyezi Mungu ananena na Musa pamoja na Haruni, ambao walikuwa ni viongozi wa wana wa Israeli kule utumwani. Anawatuma waseme na mkutano wote wa Israeli na kuagiza kwamba siku ya 10 ya mwezi huo kila mtu akatwae mwana-kondoo kwa kadiri ya watu katika nyumba yao, na kama ni wachache basi wachangie au wawe na kondoo mmoja na mtoto wao, na kisha wamchinje. Damu yake ipakwe katika vizingiti vya milango, kisha wamle, tena wakiwa na mikate isiyotiwa chachu. Wakiwa na mboga ambazo zina uchungu, na wakati huo viuno vyao vilikuwa vimefungwa, wakiwa wamevaa viatu miguuni mwao, na wakiwa na fimbo mikononi mwao. Wanakula kondoo huyo au nyama hiyo kwa haraka pamoja na ule mkate usiochacha, na wakaambiwa ni Pasaka ya Bwana. Maagizo hayo yanatendwa na wana wa Israeli kadiri Mwenyezi Mungu anavyoagiza, wakijua kwamba Mwenyezi Mungu yuko upande wao, anataka kuwarudisha katika nchi ya asili, nchi ya ahadi. Ndugu zangu, katika nchi ya Misri kulitokea mapigo 10 ili kumlazimisha mfalme au Farao awaruhusu waondoke, lakini Farao akawa na shingo ngumu. Katika kila pigo alilopigwa na Mwenyezi Mungu, alijaribu kuona kwamba ana nguvu zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Nia yake ni kwamba wakiondoka hawa wa Israeli, ni nani atakayefanya kazi ngumu hizo? Hivyo pigo hili la mwisho la wana wa Misri
mtoto wa kwanza kila familia, hata mtoto wa mfalme. Hilo linaloagizwa na Mwenyezi Mungu. Weka alama katika milango ili akipita awatambue wana wa Israeli na wana wa Misri. Maandalizi ya haraka haraka, hata chakula chenyewe kitakiwa kuliwa haraka haraka, ili wasije wakaona akashtuka na kuanza kuwatesa kabla ya wakati. Pamoja na mkate usiotiwa chachu zangu tena. Ndio siku hiyo kapita hilo pigo, wakapona wana wa Israeli. Siku hiyo ikaambiwa ni ukumbusho kwao, ni sikukuu ya Bwana, na wakaagizwa siku hiyo watakuwa wanaifanya katika vizazi vyao vyote kwa amri ya milele. Mpango wa Mwenyezi Mungu kutumia njia iliyo ngumu hata ya kuua, kwa sababu Farao alikuwa na shingo ngumu, alipingana na Mwenyezi Mungu na hivyo yakamkuta mauaji hata ya mtoto wake wa kwanza. Katika somo la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, Paulo anasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, kwa kuwa Bwana Yesu usiku ule aliokolewa akitwaa mkate, na akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Katika karamu ya mwisho, Yesu anawaagiza mitume kumega mkate, na pia akasema vivi hivi baada ya kula alikitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Akasema, kila mnapokula na kila mnapokunywa kikombe hiki, kula mkate huu, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mtume Paulo anaeleza juu ya Ekaristi Takatifu ambayo inatuunganisha sisi Wakristo wote kuwa ndugu moja, na kila tunapokula au tunapokunywa tunashiriki na kutangaza kifo na ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Injili ya Yohane tunakutana na Yesu mwenyewe akitambua ya kwamba muda wake wa kuondoka hapa duniani umefika. Muda wa kuondoka ulimwenguni kwenda kwa Baba. Asingependa kuondoka kwa kificho, kwani angewapenda watu wake upeo.
kumwingia yule Iskarioti, ule moyo wa kutaka kumsaliti Yesu, na Yesu akijua kwamba Mwenyezi Mungu amempa yote mikononi mwake, na kwamba alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu, aliweka mavazi yake kando, ndipo akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, akafanya lile tendo na kutaka kuwatawaza miguu wanafunzi wake. Lakini wakati anafikiria kufanya hivyo na anaandaa mazingira hayo, Simoni Petro anakataa kwamba hawezi kuoshwa miguu yake na Yesu, na Yesu anamwambia, usipokubali kuoshwa nami sina umoja nawe. Petro anasema sio miguu tu na mwili wangu wote. Yesu anawauliza mitume wake na wanafunzi wake kwamba tendo hilo nililofanya la kuwaosha miguu, je, mnalielewa? Wapendwa, siku ya Alhamisi Kuu weka sakramenti ya upadre, na kwa kawaida siku kama ya leo, sehemu nyingine ndiyo inayofanywa siku ile ya kubariki mafuta na mapadre kurudia ahadi zao mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya usimamizi wao. Ibada hii ya Alhamisi Kuu lazima ifanyike maparokiani. Inatumiwa busara kama mapadre waje kabla kwa ajili ya baraka hiyo ya mafuta, na hatimaye waweze kurudi kwenda kwenye majukumu hayo. Yanashika sakramenti ya upadre aliyosimika Yesu, yanaeleza juu ya Ekaristi Takatifu, sakramenti ya Ekaristi Takatifu, yanaeleza juu ya mapendo, ni chakula kule mwili wake na kunywa damu yake. Neno hilo litaonekana ni kikwazo. Baadhi ya makabila ya Waisraeli kwamba anatuambiaje tule nyama yake mtu huyo. Yawezekana hata leo hii wapo waamini wenye mashaka na hofu juu ya neno hilo. Ndugu zangu wapendwa, yapo mema mengi aliyotenda Yesu yakaonekana, na kwa wale wanaotia hofu juu ya hilo wajifunze kwa hayo aliyofanya Yesu. Miujiza iliyofanywa na Yesu ni mingi. Ukiacha ya uponyaji, aliweza kubadilisha maji kuwa na historia ya maisha yetu hapa duniani ipo miujiza ya mwili, damu ya Yesu iliyogeuka kutoka kwenye Ekaristi Takatifu.
hapa duniani tunapotenda dhambi, tuna tofauti na wana wa Misri, wana wa Israeli waliokuwa Misri utumwani. Dhambi inatufanya kuwa watumwa. Kwa dhambi hatuishi na Mwenyezi Mungu wala hatuna ukaribu naye. Na ndio maana kanisa tuna masakramenti, ikiwemo sakramenti ya upatanisho. Tunaondolewa dhambi zote, na hata tumefanya dhambi gani tunaondolewa. Leo hii tusione aibu kwenda kukiri mbele ya Mungu, mbele ya Baba, kwamba sisi ni wakosefu. Tunajitakasa mbele ya Mwenyezi Mungu, wala tusione shida kufanya hivyo. Ndio njia pekee inayoweza kufikisha kwake Mwenyezi Mungu. Sana wapendwa, dhambi inatuangamiza kwa sababu hakutokubali kwenda katika kiti cha Mungu. Yawezekana tu watakatifu hivyo kiasi kwamba tuone sababu ya kwenda kuungama, lakini tumeshapewa njia ili tuweze kwenda mbinguni. Basi tuishi kadiri Mwenyezi Mungu anavyotaka tuishi. Na tusijisikie vibaya kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu tumekosa mbele yako na mbele ya wenzetu. Yeye daima anatoa msamaha. Katika watu wawili walioonekana katika Injili, mmoja alimkana Yesu. Yeye daima anaonekana shujaa kweli kumtetea Bwana wetu Yesu Kristo, lakini anaanguka na kumwambia simjui mtu yule. Na leo namwambia wewe, haiwezekani unioshe miguu. Inafika mahali pagumu, anakana Yesu. Na huyu alikubali kosa lake, akatubu, akaungama, akasamehewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mmoja alikuwa ni msaliti ambaye daima Yesu alisema mmoja wenu atanisaliti. Wakajishauri kwake, ni mimi Bwana? Kila mmoja, ni mimi Bwana. Wale wengine wote wakawa safi, na yeye mwenyewe akajiona ni bora zaidi. Kunja shingo yake ikawa ngumu, anaamua kupata vipande vya pesa kwa ajili ya kumuuza Yesu. Yuda mwisho wake haukuwa mzuri. Nasi ndugu zangu, tujifunze kwa hawa wawili, tujifunze kwamba tendo la kumkana Yesu ni baya. Twende tukungane, tumrudie Mwenyezi Mungu, tumuombe msamaha. Petro aliomba msamaha, lakini yule Iskarioti aligoma mpaka dakika ya mwisho. Na
mwisho wake, hata kile alichoona kitamfaa hakikumfaa. Dhambi ya kumsaliti Yesu ni kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa kutomkana Yesu na kutomsaliti Yesu. Yesu alifanya yote mema. Amri ya mapendo ni kwa kila mtu. Nawapa amri mpya, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Yesu alitupenda upeo, na ndio maana anaamua kuchukua msalaba, atembee katika mateso na hata kifo ambacho alikiona kabla. Kamwe tusimkane Yesu, tusimsaliti Yesu. Na alishatuambia tukitaka kumfuata tuchukue misalaba yetu. Msalaba wako ni upi? Chuki, wivu, kukosa amani, choyo na mengine yanayofanana na hayo hayampendezi Mwenyezi Mungu na hayampendezi huyu Yesu anayeamua kuchukua njia ngumu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Ndugu zangu wapendwa, tulikuwa katika mfungo wa Kwaresma. Kwa siku hizo 40 tujiulize, tumejitahidi vipi kuishi amri ya mapendo? Au tumefanya kama wale wanaofumba jino kwa jino, jicho kwa jicho? Tumejitahidi vipi kuishi imani yetu? Na tunapokeaje maneno ya Yesu anaposema mpendane kama nilivyowapenda? Kama bado na jioni ya leo, kesho, na kama tusikubali kutofufuka na Yesu, tukabaki katika kaburi kwa dhambi zetu, tuungane, tumrudie Mwenyezi Mungu, hata tusisikie vibaya. Mwenyezi Mungu anajua kwamba ni binadamu na anakuumba yeye. Lakini Mtakatifu Agustino wa Hippo alisema, Mungu amekuumba wewe bila wewe, akafanya kazi ya kukuumba, lakini hawezi kukukomboa wewe bila wewe mwenyewe kukubali kwamba ni mkosa. Niwatakie kila jema tunapoanza na kuingia katika kipindi kigumu cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka kwamba hata sasa Mwenyezi Mungu amekutendea makuu. Jinsi ulivyo sasa unapumua, wako wengi kadhaa hawawezi kupumua. Labda umeweza hata kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kanisani. Kuna wengine labda ni wagonjwa hawakuja, tunawaombea ili wapone. Lakini wapo wengine hawaoni umuhimu kwa kuja kanisani, basi tuwaombee nao wamtambue Mungu wao. Daima tukabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ninawatakia safari hii kuelekea mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu
ili tuweze kufuka naye